Washukuru sana watu wa Morogoro, mmekuwa watu wema nyakati zote. Yale mambo ya Oktoba 29 tuliyaona kwa wenzetu, lakini Morogoro hatukuyaona. Si kwa sababu sisi serikali ni wajanja sana, hapana. Nyinyi watu wa Morogoro mmekataa kuchafua mkoa wenu na wilaya yenu. Na washukuru sana watu wa Morogoro kwa ushirikiano wenu, kwa kushirikiana na serikali. Morogoro yetu inaendelea kuwa salama, umoja na mshikamano katika maeneo yetu. Lakini pamoja na hayo, tukitafakari miradi ya maendeleo ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa akiendelea kumimina fedha katika wilaya yetu ya Morogoro. Waliokuja na SGR leo, kuna kitu pembeni mmeona kinatengenezwa. Ile ni stendi kubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka shilingi bilioni 13. Nini madhumuni yake? Watu wanaoshuka kwenye SGR wawe na machaguo ya usafiri wa kuwapeleka nyumbani kwao. Yule anayetaka kupanda daladala atakuta stendi zipo, anayetaka kupanda bajaji atazikuta, anayetaka kupanda bodaboda atazikuta, anayetaka kupanda kila usafiri wa aina yoyote, yeye kwa machaguo. Sasa hivi ukitoka SGR unalazimika kupanda bajaji ama bodaboda ama usafiri mwingine. Tunatengeneza stendi ya daladala ambayo itaunganisha mamalishe na wajasiriamali wadogo wadogo, ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka shilingi bilioni 13 katika stendi hii. Ndugu zangu watu wa Morogoro na watu ambao mlotoka nje ya Morogoro, mara kadhaa mlikuwa mkisikia barabara yetu ya Bigwa Kisaki, ambayo wabunge wetu Mheshimiwa Hamisi Shabani Tale, Abdulaziz Abudi na Zuberi Mfaume walikuwa wakipigia chapuo mara kadhaa. Lakini wape taarifa, barabara hile tayari shapata mkandarasi, na mkandarasi ameanza hatua za awali kwa ajili ya ujengaji wa barabara ile ya Bigwa Kisaki, ambapo tunaamini wilaya yetu ya Morogoro ina halmashauri mbili, moja hapa mjini, nyingine ni vijijini. Kule tunafanya shughuli kubwa ya kilimo. Tukipata barabara hile, mazao yetu na wafanyabiashara wanaotoka nje ya mipaka ya Morogoro, thamani ya bidhaa zitauzwa kama vile ambavyo sisi tunazipa thamani katika maeneo yetu. Kwa hiyo yako maeneo mengi yanajengwa. Tunayo barabara ya Ubena Zomozi ambayo ukamilifu wake utaendelea kuifungua Morogoro yetu na mikoa jirani ya Pwani. Nia na madhumuni ni kuhakikisha tunasafiri na kusafirisha mizigo yetu. Lakini ndugu mgeni maalum, Mheshimiwa Sheikh Mziwani, kwenye sekta ya maji Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa. Ingawa tunakiri Morogoro tuna changamoto ya maji, lakini bado inaendelea kutafutiwa majibu ya kudumu. Tunao mradi wa maji ambao unatoka milimani. Mheshimiwa Rais ameweka shilingi bilioni 23 kuhakikisha halmashauri ya Morogoro vijijini tunatokomeza tatizo la maji. Mradi unaoitwa mradi wa Morong'anya, ukamilifu wa mradi ule ambao kwa sasa uko 90%, tunaamini wakazi zaidi ya 50,000, kata zaidi ya 6, vijiji zaidi ya 19 vitanufaika. Lakini hapa mjini tunafahamu mvua zinanyesha, lakini baada ya mvua kuisha, tukipata mvua tunapata mafuriko, lakini mvua zikikata yale maji hatuyaoni. Kwa kuliona hilo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameleta fedha kwa ajili ya upanuzi wa bwawa la Mindu, ambalo tunaamini ndio litakuwa suluhisho la kudumu la tatizo la maji katika maeneo yetu, na mkataba umesainiwa Januari mwaka huu na mkandarasi ameshapatikana. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapojadili, tuna kila sababu ya kumwombea dua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yako mambo makubwa mazuri ameyafanya katika maeneo yetu. Leo Morogoro tulikuwa tukiwa na shida, lazima tukimbilie Dar es Salaam, Muhimbili ama Mloganzila. Lakini tunaenda Dar es Salaam kwa tatizo kubwa kweli.
mambo yote tunafanya hapa hapa. Mheshimiwa Rais ametuletea vifaa vya kisasa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, lakini halmashauri zote mbili, kila moja ina hospitali ya wilaya. Hakuna mwananchi hata mmoja anayetembea umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kutafuta huduma za kimatibabu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndio maana watu wa Morogoro tukasema zawadi pekee ya kumpa yeye ni dua, na yeye ameahidi wakati anaiacha nchi 2030 atahakikisha wananchi anawaacha na tabasamu, na tabasamu tumeanza kuliona. Hospitali ya rufaa pale ameleta shilingi bilioni 5 kwa ajili ya jengo la mama na mtoto, kuhakikisha tunapunguza vifo kabisa vya watoto wadogo chini ya miaka 5. Mheshimiwa Rais amedhamiria na sisi wasaidizi wake tunalisimamia jambo hili kuhakikisha mambo yanakwenda na Morogoro yetu inakuwa imara. Mpongeze Mheshimiwa DC, kila mmoja ana nafasi yake kwake, ili kila mmoja asichukue nafasi yake abaki kwenye UDC. Wewe ukiona huyu babako, baba weka pembeni, tupo kwa Mheshimiwa DC. Kama huyu ni mwanao, mtoto weka pembeni, huyu ni Mheshimiwa DC. Tunapongeza. Waswahili wanasema muungwana hujali watu, uthamini watu, na anachokipata hula na watu, na mfedhuli hajali watu hata kiwatu, na anachokipata hukimbia watu. Lakini Mheshimiwa DC, badala ya kukimbia watu ukawafuata watu, hii ni ishara ya kwamba umetoka katika mifupa ya watu na umelelewa na watu. Na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hakukosea kukuteua wewe kukupa nafasi hiyo, na natamani pengine angekunyanyua zaidi. Nchi ili iendelee, kwenye kona za kuiendesha nchi lazima tupate watu wanaojali watu. Tusipopata watu wanaojali watu, tutaivuruga jamii katika maisha ya watu. Mungu aliwataja watu mfano wako na wengine, wayut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Hao ndio wana, wakipata wanawalisha watu vyakula pamoja na vyakula vile wao bado wanavipenda kwa utamu wake. Siamini kama hapa tutakutana na miongo ya chukuchuku. Lazima utakuwa umeweka futari ambayo mwenyewe unaipenda, na ndiyo Mungu anavyotaka. Toa kitu ambacho mwenyewe unavutiwa nacho. Wala tayammamu al-khabitha minhu bit-tayyib tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Musichanganye kwa kukusudia kuwapa watu vitu vibaya, vitu ambavyo ninyi kama mtapewa hamtapokea, isipokuwa mtapokea kwa kuvinyanyapa. Naamini leo watapiga msosi wa maana, ndiyo dini inavyotaka. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Mungu ni mzuri, anapenda vitu vizuri vizuri. Lakini nukta ya pili, nitumie fursa hii kwako Mheshimiwa DC na crew nzima uliyokuwa nayo katika manispaa ya Morogoro, lakini upande wa dini pia waingie hapo. Tutumieni majukwaa kama haya kuwaunganisha wananchi katika kutengeneza upendo na amani katika nchi zetu. Ni jambo la aibu na fedhea kuwaona viongozi wa dini wako mbele wanahamasisha matatizo. Nini kazi ya kiongozi wa dini? Lakini hawa viongozi wa dini pia wanahitaji waunganishwe na viongozi wa serikali. Tumieni fursa ya kukaa vizuri na viongozi wa dini, tujenge nchi yetu. Tutasali vizuri na wenzetu watasali vizuri. Tutakaa kwenye Idi na wenzetu watakaa kwenye Christmas na Pasaka, tukijenga amani na upendo. Dini yetu sisi, sijui wengine, sina chapters hizo,
Dini yetu sisi inatuambia la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Lazima watu tuwathamini, tuwajali, tuwafanyie uadilifu, hata kama si wetu katika upande wa dini. Uadilifu ni katika vitu chachu zinazomsogeza mtu katika uchamungu. Usimchukie mtu kwa sababu ya dini yake. Uislamu hautaki. Kila mmoja abaki na dini yake, japokuwa mnaruhusiwa kuwashawishi kwenye kuja kwenye dini yenu, lakini sio kutukanana, kukashifiana na kuchukiana. Mwenyezi Mungu atubariki katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu aibariki wilaya yetu. Mwenyezi Mungu aubariki mkoa wetu.